Viongozi wa DCP wakiongozwa na kinara wao Rigathi Gachagua wamemsuta Rais Ruto kwa kumwingilia Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakisema kuwa Rais Ruto anapaswa kuzungumzia utendakazi wake bila ya kumshtaki Rais mstaafu. Aidha, wamemsuta kwa jinsi anavyoendesha taifa la Kenya, wakizidi kutilia wasiwasi kuhusu uwepo wa wahuni nchini. Ni taarifa ambayo imeandaliwa kwa kina na mwanahabari wetu Mary Kyalo. Licha ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua na katibu mkuu wa chama hicho John Methu kuweka wazi kuwa kuna njama ya kuharibu mkutano wao wa siku ya pili katika kaunti ya Nakuru, viongozi hao na wanachama wa DCP walifika katika eneo la Njoro, Nakuru kuendeleza mkutano wao wa hadhara, wakimwonya Rais Ruto dhidi ya kumwingilia Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mimi nakwambia Kasongo, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Wewe Kasongo, Uhuru Kenyatta hashindani na wewe. Uhuru Kenyatta amestaafu. Uhuru Kenyatta atakuwa kwa debe. Mwanaume ambaye anashindana na wewe, ambaye atakuwa kwa debe, ambaye atapeleka nyumbani ni huyu Rigiji mwenyewe. Wewe shindana na Rigiji, wachana na Uhuru Kenyatta. Sisi hatuwezi sisi kuwa nafikiria atatupoteza. Kila siku analaumu Uhuru Kenyatta. Na kwa sababu mvua ya lawama inamnyeshea yeye, kila siku anasema makosa ni rais aliyekuweko ambaye alikuwa mwelendi. Viongozi hawa aidha wamezidi kumsuta Rais Ruto kwa kile walichosema kuwa ni kuendesha taifa la Kenya kwa njia isiyofaa, kwani sekta za afya na elimu zinakumbwa na changamoto si haba. Ameharibu masomo ya Mwai Kibaki. Nani ameharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta? Nani ameharibu biashara? Nani anauzia watu uoga? Nani ameleta goons Kenya? Kasongo aende asiende? Mimi nataka nikueleze William Ruto, nyumba yako hii ambayo umekalia kama rais wa Jamhuri ya Kenya, watu hawa ambao unawaita wakabila, wakiongozwa na watu ya Njoro, ndio walijenga nyumba yako. Ni sisi ama sio sisi? Watu wanajua kujenga, wanajua kubomoa. Tubomoe tusibomoe? Tubomoe tusibomoe? Tunataka tukuambia William Ruto, ile maswali iliulizwa na Rigathi Gachagua. Hawa viongozi wenu wakiongozwa na Kimani Ichung'wah na huyu minister wako, Minister of Goons, uwaambie wajibu ile tuliwauliza. Kando na hayo, swala la uwepo wa wahuni nchini linapoendelea kuwa donda sugu, viongozi hawa wameweka wazi kuwa kuna baadhi ya viongozi serikalini wanaowatumia wahuni hawa kusambaratisha mikutano ya kisiasa ya upinzani, wakisema kuwa hawatukubali mikutano yao kusambaratishwa tena. I want to announce to the country now we are on high alert. We will not play around with our meetings now and next year October. Option by goons and by William Ruto. There is no way Mr. William Ruto will ever stop this goon culture. When right in his own cabinet, there sits a minister for goons and coordination of national terror. So long as Kipchumba Murkomen is the cabinet secretary for goons and coordination of national terror, there's no way Mr. William Ruto will ever tell us that he wants to fight goons. It cannot happen. It shall never happen. You can't say that you want to stop theft when you live with a known thief in your own house. Mary Kyalo, Undugu TV.